na madhara yake ambayo ni dhambi na uasi. Hakuna vitu ambavyo unapitia nje ya uovu, nje ya dhambi na nje ya uasi. Dhambi yoyote unayopitia inatokana na uovu, inatokana na dhambi na inatokana na uasi. Nilivyoongea siku ya kwanza nikasema kwamba uovu ndio unasababisha dhambi na nini na uasi. Kwa vita vyako vyote viko hapo, na usipovielewa utaanza kuombea kitu ambacho hakipo. Maisha yetu hapa duniani, pamoja na kwamba tumeumbwa na Mungu, lakini yanaathiriwa sana na wale ambao walitutangulia kwenye familia zetu, kwenye koo zetu, kwenye jamii zetu, hata viongozi. Sababu hakuna mtu ambaye ukaja tu umeanza maisha peke yako. Kuna mahali umetoka, kuna historia unayo, umetokea wapi, kama ni kwenye familia fulani, kama kwenye ukoo au kwenye jamii. Hasa hawa waliotangulia, Mungu anawaangalia na shetani pia anawaangalia, kwani hawa wanaweka alama ya maisha. Wakienda vizuri, ninyi mnaofuata mtakuwa na maisha mazuri. Wakienda vibaya, mnaofuata mnaharibikiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mfano wa Israeli ambao Mungu aliwachukulia kuwa wao ni mzao wa kwanza, uzao wa kwanza hapa duniani kati ya mataifa mengine yote. Kwa akasema kwamba analiweka Israeli, anasema ni mzaliwa wangu wa nini? Wa kwanza katika mataifa yote. Kwa sababu anaona kwamba watu wanazidi kuasi. Basi amchukue Israeli ili mataifa ya dunia nzima tuangalie anavyoishi Israeli ili na sisi tuishi. Tunaona taifa hili lilikosa na kwenda utumwani miaka 400. Na huko ilikuwa ni adhabu. Na kwamba ilikuwa kimaliza ile utumishi wa adhabu wa utumwa au wa kifungoni, ilibidi watoke. Hasa Farao naye aliyopewa kwa hukumu naye akazidisha miaka 30. Kitu kilichosababisha mzaliwa wa kwanza wa kila chenye uhai auawe. Ndipo Israeli walipotoka. Lakini na walipotoka ni kama walikwenda kwa muda mfupi tu wakaanza mnyunyuko tena. Unajua sasa Mungu ameweka kuwa ni kama pattern kwamba dunia tuangalie. Sasa wametoka tu, wamefika pale bahari ya Shamu. Walipomwona Farao anakuja na jeshi lake, wakaanza kunung'unika. Wanamwambia Musa, we, si ungetuacha sisi tuishi kule? Fikiria hawajavuka hata bahari ya Shamu. Wakamwambia, kwani kule Israeli hapakuwa bora? Hapakuwa na makaburi? Hasa Mungu anawatoa kwenye kifungo, Mungu anawatoa kwenye utumwa, wao wanataka kurudi utumwani. Unaweza kuacheka wana Israeli, lakini ndivyo tulivyo. Yaani Mungu anapotuangalia, kuna mahali anataka tutoe tupeleke, lakini tunapenda kurudi tulikotoka. Kwa hiyo ukisoma kwenye ile Kutoka 14 mstari wa 11, unapata hiyo habari. Kutoka 14:11. Baada ya hapo wakaanza kukumbuka masufuria ya nyama na vyakula walivyokula na kushiba. Ndipo walipopewa mana. Hasa ni kitendo cha pili, Kutoka 16 mstari wa 3. Hasa yani watu walikuwa na utumwa, walikuwa kifungoni, lakini wameshasahau mzigo wa utumwa. Wameshasahau kwamba walikuwa wanapata shida, wanakumbuka masufuria. Baada wakaenda mbele kidogo, sura ya 17 mstari wa 3. Malalamiko ya maji pale Meriba. Kwa waliendelea na hayo malalamiko na manuniko, hawakuona thamani ya ile damu ya mwana kondoo na muujiza uliofanyika wa Mungu. Kufika sura 32 wakatengeneza ndama. Hasa wakaamua kumuondoa kabisa Mungu. Sababu Musa amekwenda wapi? Mlimani. Akachukue amri. Wakaona sasa zunguka hapo Sinai, wakazunguka Sinai. Wala hawakuweza kuingia nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hasa Mungu akaona amejaribu njia zote. Kiangalia kutoka kwa Ibrahimu, amekuja kwa Nuhu, amefika sasa hapa. Mungu akaona ni lazima mtu mmoja mwenye damu isiyo na uchafu, yani ambaye haitokani na Adamu, haitokani na asili ya Adamu, aje afe.
sababu ameona damu ya kondoo haijasaidia, damu za wanyama hazijasaidia. Hasa ikabidi atafute damu ambayo ni safi. Kwa kuturumia kwake na kuturehemu na kwa upendo wake, ndio amtoe Yesu Kristo, ambaye damu yake haina asili ya Adamu bali ya Mungu Baba mwenyewe. Unajua, tunaposema kwamba Yesu ni mwanadamu 100%, ni mwanadamu 100% kwa sababu ya mwili aliopata kwa mama yake, lakini mbegu yake ni ya Mungu Baba. Na ndio maana kwa wanapima DNA, wao wapimi kwa mama. Bwana asifiwe. DNA ya mtoto inapimwa kwa nani? Kwa baba. Kwa akatafuta kwamba ni wapi nitakapomweka ili awe salama, niweke mbegu yangu. Akamtafuta Mariamu aliyekuwa bikira, akaweka mbegu. Kwa alitoka kweli akiwa ni mwanadamu 100% katika mwili, lakini katika roho alikuwa ni Mungu 100%, kwa sababu hakuna mbegu au hakuna asili ya Adamu iliyoingia ndani. Na kwa sababu hiyo damu yake sasa ndiyo ambayo inafaa kutokoa sisi. Na Yesu mwenyewe kukubali kufa na kufufuka, yeye amekuwa mzaliwa wa kwanza, na wakati huo huo ni mwana kondoo, sababu Mungu atatoa mzaliwa wa kwanza. Kwa kama mzaliwa wetu wa kwanza ni Yesu Kristo, ambaye ambaye hana dosari, ina maana mwenendo wake ni mzuri, mwenendo wake ni msafi, na sisi tutatembea katika hali ile ile. Kwa kama kuna baraka tutazipata moja kwa moja, sababu sisi tutakuwa ni kaka yetu wa kwanza ni nani? Ni Yesu. Kwa amechukua sura ya mwana kondoo wa Israeli, na bado sasa anakuja kama mwana pekee wa Mungu Baba, na damu yake inatusafisha, damu yake inaondoa makosa, damu yake inatutenga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo damu yake kwetu sisi inakuwa ni neema, inakuwa ni neema. Kwa wewe, kwa wakati huu utakiwa kurudi kwenye dhambi tena. Yaani Mungu anatamani sana unapokata shauri unataja jina la Yesu, usitamani kurudi wapi? Dhambini. Ila sasa tunapokutana na majaribu, maji machungu, tumekula tu maana tumechoka, tunadai nini, hayo mambo yanatutamani turudi wapi? Tulikotoka. Kuna vitu vidogo vidogo au nafanya sisi tushindwe kuendelea mbele. Tunatamani kurudi wapi? Kwenye Misri, kwenye vifungo, kwenye utumwa. Leo tunapigana na tufungula katika vifungo. Umeruduje kula kwa jina la Yesu? Ni vitu gani tumekurudisha? Bwana asifiwe. Warumi 8:29. Warumi 8:29 Biblia inasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili. Aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi katika mataifa ya dunia. Ufunuo 1:5, Ufunuo 1:5 anasema, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Tunapozaliwa kwa asili ya mwanadamu, tunazaliwa na uovu ambao tunakuwa unatakiwa utupeleke utumwani kwenye vifungo mbalimbali. Lakini Yesu alikubali kuchukua adhabu yetu ya utumwa wa kifungo na alimaliza. Bwana asifiwe. Haya yatawezekana tu kwa yeye ambaye anamwamini Mungu. Na wapendwa, inaomba tutakapomaliza haya masomo, ile Wakolosai 2 kuanzia pale 13 mpaka 15 ikae moyoni mwako.
ile Kolosai 2:13-15 ikae moyoni mwako, kwa sababu Yesu yeye alichukua hati ya mashtaka akaigongomelea, halafu akanyang'anya silaha zote za watawala wa kiroho na mamlaka, alizaibisha hadharani kwa ushindi juu yake kwenye msalaba. Sasa fikira, wakati Yesu anasema imekwisha, ina maana alishavua enzi zote, akachukua mamlaka yote ya kiroho ya shetani akaweka msalabani, akasema imekwisha. Unajua kuna mambo ambayo tukielewa, nadhani hata mtazamo wetu kuhusu wokovu wetu utabadilika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alipozikwa akafufuka, ile hati haikuwepo tena. Hivyo hakuna hati ya kutuhukumu tena, kwani neema ya Mungu inayotuokoa wanadamu wote imefunuliwa. Utakuta tunaambiwa kwamba ni nani atakaye tushtaki? Kwa sababu Kristo Yesu alishakufa. Sasa ni nani atakaye tushtaki? Kristo alikuwa kwamba Kristo alilipa ile fidia kwa uhai wake, kwa damu yake. Zile hati alizipeleka msalabani, zikabaki kule. Unapokuwa sema nimeokoka, ina maana kwamba hakuna tena hati ya shtaka juu yako, watu wa kukuhukumu. Wanadamu wote tumepata neema ambayo ni ya gharama sana, na usipoiheshimu hiyo neema, Yesu anaumia sana kwa ajili ya damu yake. Hii neema ikishaingia kwenye maisha yetu, ina uwezo wa kutusaidia. Hakuna neema nje ya damu ya Yesu Kristo. Wapendwa, hatuwezi kushinda maisha haya ya ulimwengu huu bila kumwamini Yesu Kristo, bila kuamini kazi ya msalaba, na bila kuamini damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikiingia, inaoa vile vimelea vyote vibaya ambavyo vipo. Alafu kuna kitu kipya kinaongezeka kwenye damu ya Yesu. Yaani tunapoiamini, na wapenda damu ya Yesu haishi, yenyewe ipo tu. Tutaondoka, itabaki. Yaani ipo, itumie, haishi. Kitu cha kwanza, wewe huhusiki na gharama yoyote. Yeye amekwisha kulipa. Yaani tunapokwenda kuokoka, huhusiki na gharama yoyote. Vyote vimeshalipiwa. Wewe chukua tiketi tu kama naishi maisha raha sasa. Jambo la pili, kifo chake na kufufuka kwake haikuwa kwa ajili yake, bali kwa ajili yetu. Kwa Yesu alipokuwa amekuwa msalaba, hata kama uko kanisani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma Ayubu 20:27, Ayubu 20:27 inasema kwamba mbingu zitafunua uovu wake, nayo nchi inainuka kinyume chake. Kwa kama kuna uovu umefanya, mbingu zitafunua uovu wake, nayo nchi itainuka kinyume chake. Lakini kwa wale ambao wanamwamini Yesu, tunajua kwamba Yesu akishaifuta hatia inafutika, na ikishafutika mara moja inafuta hata dhambi za vizazi kwa wewe unayemwamini Mungu. Yaani yale mambo wanayopitia wenzako watakushangaa. Huyu aliugua karibu kufa, kama ilikuwa ni kwa sababu ya mambo ya viapo, watashangaa hufu utainuka, kwa sababu wewe ile damu inalipa, kwa sababu hati yako imefutwa, na wewe unaishi maisha kulingana na Kristo. Bwana asifiwe. Shida ni kwenye maisha tunayoishi leo.